taarifa tuipitie ili tujue kipi ambacho amekizungumza. Taarifa inazungumza, imeandikwa mambo mengi, lakini tukienda moja kwa moja kwenye eneo la tukio ambalo imetaja kwamba hawana imani na kamati na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, ni kipengele cha namba 3 ambapo wamesema kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake ambaye ni Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo ambaye ni Almas Kasongo, ambayo pia ilikuwa inaelezea kwa undani zaidi kuhusiana na hilo sakata kwamba wao hawana imani na hiyo bodi ambayo inatumika kuweza kuongoza ligi yetu ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo nimegusia kwa uchache kwa sababu habari na karatasi ambayo wameandika ina mambo mengi, lakini wameandika barua ndefu mno. Yes, wameandika barua ndefu. Kwa hiyo mimi nimeenda moja kwa moja kwenye kugusia kile ambacho wamekiandika. Kwa hiyo ni kweli Young Africans wameandika hivyo kwamba hawana imani na bodi ya ligi ambayo inaongozwa. Kwanza tuanzie hapo. Young Africans wapo sahihi kwa kile ambacho wamekiandika? Young Africans wako sahihi kwa 50%, lakini hawako sahihi pia kwa 50%. Nikianza kwamba wapo sahihi kwa 50% ni nini naimaanisha ni kwamba Young Africans walikuwa ni timu wenyeji ambao wao ndio walikuwa wanawakaribisha Simba. Simba waligoma kucheza ule mchezo ni kwa sababu na wao sababu iliwasababisha wasicheze mchezo ilikuwa inawafeva wao kwamba walinyimwa uwanja kufanya mazoezi kabla ya siku moja kabla ya mchezo kuchezwa. Kwa maana tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025 walipaswa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini hawakupata nafasi hiyo. Lakini hiyo ukisoma hata sheria za mpira wa miguu na sheria za bodi ya ligi inasema kwamba kama hujapata nafasi ya kupewa uwanja kwa ajili ya mazoezi, kile kipengele cha kusema usicheze mchezo huo, hiyo kanuni haipo. Bali kinachoenda kutokea ni kwamba yule mwenyeji wako ambaye alipaswa kukuandalia kila kitu, kwa maana uwanja wa mazoezi na nini, yeye inabidi agadamikie kila kitu, lakini Yanga hawakufanya hivyo. Kwa hiyo kwa asilimia moja ama nyingine Simba walikuwa sahihi, lakini walikuja kwenda tofauti kwa sababu walishindwa kuleta timu uwanjani, kitu ambacho si sahihi. Hata kwenye kanuni za mpira wa miguu hairuhusiwi timu kugoma hairuhusiwi klabu kugoma kucheza mchezo. Ikigoma tayari wamekiuka sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo Simba ukitazama kwa jicho kwa macho mawili, kwa namna moja wamefeli. Wamefeli wapi? Wamegoma kuleta timu uwanjani. Lakini Young Africans wako sahihi kwa sababu ili sakata, ukisoma barua pia kutoka TFF inasema kwamba wameahirisha mchezo kwa sababu kuna vitu ambavyo havikwenda sawa. Wakati Simba wanaenda uwanja Benjamin Mkapa, kwanza meneja wa uwanja ndo aligoma Simba wasiingie uwanjani kufanya mazoezi, lakini pia hata mratibu wa mchezo ule kwa maana mechi commissioner pia hakuwepo kwa wakati ule. Kwa hiyo unaona kwanza ile bodi ya ligi kuna vitu havikwenda sawa sawa. Tunasema kabla ya mchezo kuna press conference inafanyika. Ikifanyika kila mtu anakuwa anajua kitengo chake ni kipi. Kwa hiyo situation ya kwenda uwanjani Simba kakuta hamna mtu, tayari pia ni kipengele kingine ambacho kinaenda moja kwa moja kinawaface TFF pamoja na bodi yao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, swali ambalo umeniuliza, Yanga wako sahihi. Timu ikigoma kucheza mchezo, kanuni zinaruhusu timu ambayo ni mwenyeji ambaye alipaswa kucheza na hiyo timu ambayo haijafika uwanjani wapewa alama 3 na magoli 3, lakini pia ile timu ambayo imegoma kucheza mchezo inanyang'anywa alama 15. Kwa hiyo unaona kwamba kuna kitu ambacho Young Africans wanajaribu kukitetea na kipo sahihi kabisa. Timu kama imegoma kuleta timu uwanjani, adhabu yake tunaijua. Lakini Young Africans waliingia uwanjani ili hali taarifa ya bodi ya ligi imeshatolewa, maana yake hakukuwepo na commissioner wa mchezo yoyote wala kiongozi yoyote katika uwanja ule wakati Young Africans wanaenda. Sasa hili litatosha kuwapa alama Young Africans na kuzidai wakapewa? Kutakuwa na ugumu, lakini mimi ninachokiamini kwamba ukizingatia zile sheria zinasema kabisa, japokuwa Yanga walienda kwenye uwanja wa kuchezea mechi siku ile, lakini tayari walikuwa wameshaona taarifa ili kuwepo wameshaitoa bodi ya ligi kwamba mchezo umeahirishwa. Lakini
ukiangalia kitu ambacho kimepelekea mchezo kuahirishwa, haitoshi kusema ile sababu ya Simba kutofanya mazoezi ni sababu kubwa ambayo imefanya mchezo uahirishwe, kwa sababu hamna sheria ambayo inasema usipofanya mazoezi usicheze mchezo. Haipo. Yaani kutofanya mazoezi ni kitu kingine na kutoleta timu uwanjani ni kitu kingine. Kwa hiyo Simba walipaswa kuleta timu, halafu lile jambo la kunyimwa tunasema haki yao ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo, wangeenda kuwashtaki Young Africans wakati mchezo umeshachezwa, au kabla ya mchezo hujachezwa wangeandika barua. Tunajua kama timu imenyimwa haki yake ya msingi, kuna vitu ambavyo vinafanyika. Moja wapo ni kutozwa fine, lakini sio kufungiwa. Lakini tunajua hilo kwamba hamna timu ambayo imetokea kitu kama hicho, scenario kama hiyo. Timu haiwezi ikafungiwa, bali itapigwa fine na vitu vingine. Na hata ukisoma sheria za mchezo wa CAF, kwa maana mashindano ya CAF, sheria namba 17 inazungumzia kitu kama hicho, kwamba yule mgeni wako ambaye amekuja, kama wewe ni timu mwenyeji, unapaswa uzingatie vitu vifuatavyo. Kwanza lazima ugaramikie kila kitu ambacho anatakiwa kukifanya. Kwanza ni usafiri, eneo ambalo atafikia, lakini uwanja pia umpe haki yake ya msingi ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo kuchezeka. Ikitokea hajafanya hivyo, adhabu ambayo inatolewa ni pamoja na klabu kutozwa faini. Lakini timu mgeni sio kwamba yeye ameshindwa, kwa mfano amenyimwa haki yake ya kufanya mazoezi ndo agome kucheza mpira. Ni kitu ambacho hakipata kwenye sheria za mpira wa miguu kwa upande wa CAF, lakini pia hata kwenye ligi yetu pia inazungumza. Hamna sheria ambayo inasema wewe ukinyimwa haki yako ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo, kwa siku moja kabla ya mchezo, kwamba usiingie uwanjani. Ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo Simba yes, walinyima kitu chao cha msingi, haki yao ya msingi ya kutofanya mazoezi, lakini ni haikumaanisha kwamba waugomee kucheza mchezo. Waligoma ndio, lakini hata TFF pia kuahirisha mchezo, hiyo sio sababu ya msingi. Kwa hiyo inawezekana pia na wao wameahirisha mchezo kwa sababu kuna mambo ambayo hayakwenda sawa. Tunasema mpira wa miguu ni play fair, be positive. Kuna vitu ambavyo vinaangaliwa, mojawapo ni usalama. Kama usalama hauko vizuri, it means kuna kitu ambacho inaweza kikatokea ambacho kipo nje na mpira wa miguu. Mojawapo unaweza kwa sababu mpira wa miguu unajumuisha watu wengi, mashabiki, na ulikuwa mchezo mkubwa, watu zaidi ya 60,000 mashabiki wanaenda uwanja Benjamin Mkapa. Kama kingetokea kitu ambacho kinakwenda kuwadhuru baadhi ya mashabiki, au kinatokea ambacho si kizuri, tayari tunasema ni kitu ambacho sio kizuri kwenye mpira wa miguu. Ile fair play inakuwa haijafanyika. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine bodi ya ligi wamekosea, kwa sababu hiyo mimi siamini kama ni sababu ambayo imesababisha mpira wa Simba na Yanga uahirishwe. Tumalizie. Ukisoma vizuri taarifa ya klabu ya Young Africans, kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa mara baada ya kikao kufanyika mtandaoni, Engineer Hersi Said na kamati tendaji ya Young Africans, katika barua ile au taarifa ile wamesema kwamba hawako tayari kucheza mchezo huo hata kama utakapokuwa umepangwa tu siku yoyote. Lakini pia wakasema kwamba baadhi ya viongozi kwenye bodi ya ligi wakamtaja Juma Mguto pamoja na nani huyu Juma Mguto na mwenzake ambaye pia Almas Kasongo, kwamba wabadilishwe, watolewe katika wazifa huo. Tutarajie kama TFF au bodi ya ligi watatekeleza kuwaondoa wale viongozi ambao wametajwa kwenye taarifa ya Young Africans, tushuhudie pengine Young Africans wanaweza wakakubali kucheza mchezo, au ni kitu ambacho hakiwezekani kwa Young Africans? Kwanza kinawezekana, lakini Yanga ambacho wamekiomba ni kama ombi inaweza likakubalika au lisikubalike. Kumbuka mpira wetu unaongozwa na bodi ya ligi, lakini pia na chama cha mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Kwa hiyo ombi lao linaweza likafanywa kazi au lisifanyiwe kazi, lakini mimi ninachokiamini mechi ya Simba na Yanga inaweza kapangiwa muda mwingine. Na kwenye sheria pia ukisoma vizuri, kama mchezo umeahirishwa, una nafasi pia kupangiwa siku nyingine ukachezeka. Kwa hiyo kama Yanga wanadai kwamba hawalizishwi na maamuzi ya bodi ya ligi, inawezekana pia inabidi waangalie kwa jicho la pili, kwa maana rais wa mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia angalie kwa nini Yanga wameangalia kule, kwa nini wamewaface hawa ambao
wapo kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kama watarekebisha, inawezekana mambo yakaenda vizuri, lakini kama Yanga wanagoma kucheza ule mchezo, bado itaendelea kuweka sintofahamu kwa labda pale ambapo Young Africans atakuwa na uhakika kwamba yeye ndio bingwa. Sasa hivi ukitazama Young Africans anamzidi Simba alama 2. Sasa kama mchezo labda ukichezwa ukiwa raundi ya mwisho, tutegemee labda kama hizi mechi ambazo zimebaki Simba akidondosha alama afu Yanga akaendelea kushinda, tayari inaweza ikampa nafasi Young Africans kuweza kucheza ule mchezo. Lakini kama wataenda hivi sako kwa bako, bado mpaka mchezo unaenda kuchezwa, kama wataweka mwisho ndio utaenda kuamua bingwa ni nani.